Karibu tena ndani ya utabiri wa hali ya hewa ni maisha, na leo tutazungumzia kuhusiana na radi. Karibu sana, jina langu ni Ayubu Luka. Radi ni moja ya matukio ya asili yanayotokea wakati wa mvua kubwa yenye mawingu mazito. Tukio hili huonekana kama mwanga mkali unaomulika ghafla angani na mara nyingi huambatana na sauti kubwa ya ngurumo. Kisayansi, radi husababishwa na mgongano wa nguvu za umeme kati ya mawingu au kati ya wingu na uso wa dunia. Ingawa ni jambo la kawaida katika mazingira yetu, radi hubeba hatari kubwa kwa viumbe hai na mali. Kwa binadamu, kupigwa na radi kunaweza kusababisha majeraha makubwa au hata kifo cha ghafla. Tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026, tukio la radi liliacha simanzi katika wilaya Ilala, shule ya msingi Msongola, mara baada ya wanafunzi 3 kati ya 5 kufariki dunia baada ya kupigwa radi walipokuwa wakicheza. Taarifa hii ilithibitishwa na mkuu wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Murilo. Majira ya saa 5 asubuhi, eneo la Chanika Ilala, Dar es Salaam, lilitokea tukio la ajali ya wanafunzi 5 wa shule ya msingi Msongola kupigwa na radi wakati wakicheza na kupelekea wanafunzi 3 kupoteza maisha na wengine 2 kupata majeraha. Aidha, radi inaweza kuharibu mali kama nyumba na vifaa vya umeme kwa kusababisha moto au hitilafu za umeme. Kwa upande wa wanyama, hasa wale walioko maeneo ya wazi kama mifugo, wanaweza pia kupigwa na radi na kufa. Ni muhimu kuchukua tahadhari za kujikinga na radi. Wakati wa mvua yenye radi, inashauriwa kubaki ndani ya nyumba au jengo salama badala ya kuwa nje. Pia ni vyema kuepuka kusimama chini ya miti mirefu au kuwa katika maeneo ya wazi, kwani maeneo hayo huvutia radi. Vile matumizi ya vifaa vya umeme yapaswa kupunguzwa ili kuepuka madhara yanaweza kusababishwa na mshtuko wa umeme. Kwa majengo, uwekaji wa vifaa maalum vya kuzuia radi unaweza kusaidia kupunguza athari zake. Zaidi na hayo, ni muhimu kuepuka shughuli zinazohusisha maji wakati wa radi, kwa sababu maji huendesha umeme kwa urahisi. Kutokana na swala hili, tuliamua kupiga hodi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na kukutana na mtaalamu wa hali ya hewa ndugu Alfred Kondoya. Hapa anaanza kuelezea nini maana ya radi. Cha kwanza, kwenye sayansi yetu ya anga tunapozungumzia radi ambazo mara nyingi watu wanaziona wakati wa misimu ya mvua, ile ni umeme ambao unatokea kwenye mawingu pale ambapo kunakuwa na msuguano wa zile, kwenye sayansi ya shule ya msingi watoto wanasema charges za umeme, kuna hasi na chanya. Sasa zile zinaposuguana, wakati ndani ya wingu kwa mfano kunakuwa kuna baadhi ya maeneo yana hiyo chaji hasi, maeneo mengine yana chaji chanya. Zile zinapokutana zikisuguana ndipo zinazalisha ile aina ya umeme. Lakini namna nyingine ni kwamba unapokuwa na wingu moja likigusana na wingu lingine zikiwa na hizo chaji tofauti, pia inaweza ikazalishwa ile radi ambayo baadaye itakuja kuonekana. Ni uhusiano gani uliopo kati ya radi na mvua? Kondoya anaelezea. Sasa kwa nini miezi hiyo inahusiana, kwa nini radi zinahusiana na mvua? Kwa sababu hewa lazima iwe na unyevu. Kuna wingu moja maalum ambalo linazalisha sana radi. Kiswahili fasaha linaitwa wingu ngamba. Kitaalamu sisi kwenye hali ya hewa utasikia wanasema
cumulonimbus cloud. Ni wingu moja lilikuwa refu alafu kama lina tawi hivi juu. Kama mnatazama angani wakati wa msimu, basi kuna wakati utaona, ukiona wakati wa radi, wewe angalia wingu, utaona kuna moja limerefuka sana kwenda juu. Hilo linaitwa wingu ng'amba, ndiko ambako zinazalishwa sana hizo radi ambazo zenye uwezo mkubwa. Nini cha kujifunza katika jamii baada ya radi kutokea? Sasa baada ya kuwa radi au wakati ambapo radi zinatokea, nini cha kujifunza au nini cha kuondoka nacho kama jamii? Kwanza tumesema ule ni umeme mkubwa. Hiko ndio kitu cha kwanza, ule ni umeme mkubwa. Kama ni umeme mkubwa sana, basi kuna vitu vya hatari kuwa karibu napo wakati radi zinapiga. Kwa mfano, kukiwa kuna miti mingi, sehemu yenye miti mingi. Kuna wakati kwenye jamii yetu tuna utaratibu, mvua ikiwa inanyesha tunaenda kujificha chini ya miti. Hiyo ni hatari sana. Wakati wa msimu wa mvua kukiwa kuna radi, basi tuepuke sana kukaa chini ya miti. Kwa sababu ule umeme ambao unazalishwa juu, kuna sehemu ambapo unataka kwenda. Wengi ambao wamejenga majumba au tunafahamu kwenye majumba yetu, tunapofanya ujenzi huwa kuna kitu tunaita earth tunakiweka, kinachowekwa kwenda ardhini. Ile kazi yake kubwa ni kama kuna shoti kwenye nyumba, ipokee ile ule umeme wa majumbani upelekwe ardhini. Sasa umeme ambao unazalishwa kwenye mawingu pia, baada ya kuzalishwa huwa kuna sehemu unakimbilia kwenda. Unataka kwenda ardhini kwenye earth, ambako kisayansi tunasema chaji yake ni sifuri. Kila jambo linapotokea, hasa matukio ya radi, kuna hatua mbalimbali ambazo zinaweza kufanyika au kuchukuliwa ili kuepukana na athari zinazoweza kujitokeza. Kwamba wakati wa mvua ikinyesha, tusikae chini ya miti. Moja eneo la hatari sana. Lakini sehemu nyingine, kwenye vyanzo vya maji, kuepuka kuwa na ugusano kati ya binadamu na au mfugo, kiumbe hai na maji wakati wa radi, kwa sababu umeme na maji huwa pia viendani. Ingawa tunapata umeme pia kutoka kwenye maji, lakini kishaanza zile pilika za radi, basi maji yanakuwa sio kitu kizuri sana. Radi huweza kusababisha athari kubwa katika maeneo tofauti. Hapa mtaalamu wa hali ya hewa anaelezea. Athari nyingine ukiacha hizi za moja kwa moja ambazo sisi tunaziona, lakini pia kuna athari kwenye miundombinu, kwenye majengo yetu. Unakuta kuna baadhi ya miundombinu inaweza ikapigwa na radi ikapata madhara makubwa zaidi. Ukiacha nyinyi wenzetu mnafanya kwenye vyombo vya habari, na ukienda kuzungumza na watu wa mawasiliano wanaoweka minara ile, wanakuambia moja ya kitu wanachokizingatia kwenye uwekaji wa minara ni kuangalia masuala mazima ya radi. Wanajaribu kuikinga minara yao na radi. Kwa jumla, radi ni tukio la asili lisiloweza kuzuilika, lakini linaweza kudhibitiwa kwa tahadhari sahihi. Elimu kuhusu radi na madhara yake ni salama muhimu katika kulinda maisha binadamu na mali zao. Hivyo basi, kila mtu anapaswa kuwa na uelewa wa kutosha kuhusu radi na kufuata njia sahihi za kujikinga ili kuepuka athari zake hatarishi.